hii kwa siku ya leo kupitia kwa Father Sanka. Kwanza ni kusema ya kwamba kutupatia nafasi sisi wote kukuja hapa kunyoosha nyoyo zetu na kusema kwamba hata sisi viongozi wenye tumekuja hapa lazima tutafute ufalme wa mbinguni kwanza, ndio tutafute ufalme wa duniani. Kwa hivyo sisi tunanyenyekea tukisema nafsi yenye umetupea leo, tunasema heko na tunasimama na kanisa. Waheshimiwa marafiki wale wamekuja hapa ambao hasa sana sio wa Malava, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Ichungwa na wengine wote ambao wamekuja hapa ambao si watu wa Malava. Kwanza ni kanisa mmekuja, pili ni kusimama na watu wa Malava kusema kwamba mnataka tusaidiane kuelekeza Malava kwa uongozi bora. Kwa hivyo ni heko na tunawashukuru kwa huo mwito na tunawatushia shukurani. Watu wa Malava, shukrani kubwa kwa kuungana pamoja na kusema kwamba mnataka kuwa na mwelekeo. Mwelekeo ni kwamba Mheshimiwa Malulu hayuko. Sio safari ameenda atarudi. Maisha ya watu wa Malava lazima isonge mbele. Na lazima kiongozi apatikane. Interest yenu ni maisha mazuri. Na kiongozi ndiye ataleta maisha mazuri. Na huo uongozi unapitia kwa siasa. Mimi ni kuwashukuru kwamba mumeamua kufanya siasa ya amani, siasa isiyo ya matusi, siasa ya kuunganisha makabila, siasa ya kuunganisha makanisa, siasa ya kuunganisha ndoa, siasa ya kuunganisha Gen Z na wale ambao ni wazee. Sisi wote ni kitu kimoja, sisi ni kama familia, siasa ni ya siku moja na tunarudi kukaa pamoja. Mimi mwenye nimesimama hapa ni kama interview, nyinyi ndio matachiri mnaandika. Nimesimama nikinyenyekea nikisema ya kwamba nimekuwa MCA, saa hii naomba kasi ya ubunge. Kasi ya MCA najua kile kitu inafanyika. Ile kasi naomba najua ni nini inahitajika. Kwa hivyo mimi ni kuwasihi nikisema ya kwamba mkinipatia jukumu sitawaibisha. Majukumu yote nitahakikisha nitafanya bila mapendeleo na kufanya kila mahali tukisonga mbele. Statement yangu ya mwisho kwa hiyo siasa ni kusema ya kwamba ukienda kwa siasa kwa kura kuunda serikali, unaenda kuunda serikali ama kuingia kwa serikali. Unapatikana kwa position kwa bahati mbaya. Na ukipatikana kwa position bahati mbaya, lazima ujue kwamba hukuunda serikali. Ndio Mheshimiwa Ruto alienda kwa kura akaunda serikali. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga roho iweke roho yake mahali pema peponi, hakuunda serikali na akaingia serikali. Watu wa Malava sahi hatuendi kwa general election, tunaenda kwa by election. Mnajua mahali serikali iko na mnajua mahali president yuko. Hao wengine wanajiita opposition, hawana president na hawana serikali. Serikali ndio kuna resources. Ndio maana mimi nasema nyinyi mmekuwa werevu mkipika kura. Kina Werengai walikuwa kwa serikali, Angati akakuwa kwa serikali, na Bwera akakuwa kwa serikali, Naso akakuwa kwa serikali, Joshua Angatia alikuwa kwa serikali, Soita Shitanda akakuwa kwa serikali, mwana wa Taria Moses Malulu Injendi amewacha kwa serikali. Na imepaki mwaka mmoja na nusu. Msipoteze mwaka mmoja nje, kwa vile mimi wanasema siku moja kwa kanisa iko na maana kubwa sana kuliko 300,000 days outside church. Ndabona ngende sonyolo kutsyo kwenye kuome inzu okuomera amasisi manusi okabe mulwanyi lubela mezi ngombe ta. Otizanga mulwanyi lulemezi ngombe no bolori binyanga amasisi nze omererwanje. Kachira na sungendi izo project Mheshimiwa Malulu alianzisha
tunaweza maliza tuna hii serikali kwa kukumbuka rais yuko, atasimama na sisi, na serikali yuko ambayo yuko na resources. Hata wale hawana wako kwa opposition wanakimbia kwa serikali kutafuta resources. Kwa hivyo nyinyi mkuwe werevu, na werevu wenu ni kupika kura kwenda kwa serikali. Na ndio maana mimi nasema mimi ndio candidate wa chama cha UDA, na hii chama cha UDA ndio unaona Mheshimiwa Wetangula ako hapa kwa sababu ya broad based government. Raila Amolo Odinga alisema tukae pamoja, Mheshimiwa Wetangula na Ford Kenya walisema tukae pamoja kwa sababu mwelekeo wa serikali ndio huo. Na mimi nataka kushukuru wenzangu wenye tulipambana nao, wakili Shimaka, 001 Ryan na Mheshimiwa Kangwana Chimuche. Wamesema mbele ni kuzuri kuliko mimi nyuma tumetoka. Na mimi kama nimepatiwa jukumu ni kushikana na marafiki zangu, mandugu zangu, tusonge mbele, na ninaomba na nimewashukuru kwa kukubali kwamba siku ya kesho wanaweza kupata nafasi na wachenge Malava. Kwa hivyo mimi ni kusema kwamba ndetsanga imbere wenyu okwina na kuno kuhusu mnyono kula kumbe kura kweli simulambe kura. Kwa hivyo tarehe 27 mwezi wa 11 mujitokeze, nyinyi ndio mnaandika, nyinyi ndio mnafuta. Maisha yenu iko kwa kiongozi ile mtachakua. Uongozi hautaki kisirani, uongozi hautaki matusi, kura inapembelezwa, mimi wanapembeleza kura. Kwa hivyo nasema, nikimalizia hapo nikisema kwamba mkisema neno moja tu na roho yangu itapona. Mnambelezie kura, mnaniendelee kura, mnafavire kura. Na William Samoei Ruto, our president, anakuja next week. Mtajitokeza kwa wingi tuambiwe vile atatutendea kwa maendeleo, na mtamsaidia kwa second term ndio tumalize maendeleo. Basi Mheshimiwa Ichung'wah, mimi nakushukuru sana. Wewe ulikuwa kwa mstari wa mbele kusema kwamba Kenya ikiwa moja ni muhimu sana kuliko Kenya ikikawanyika. Na ndio maana kama leader of majority ulisimama na ukasema ya kwamba hata ule alikuwa anapinga serikali, deputy president, anatoka kwa yadi yako, lakini ulisema Kenya kwanza, yeye atoke. Na hiyo tunakushukuru kwa sababu uko hapa kusaidiana na sisi, kujali watu wa Malava. Unasema ukabila hauko. Sisi tutasimama na wewe pia. Na hii uongozi una rotate. Wewe umejua kwamba imekuwako pale, roho yako safi imesema iko hapa. Hata saa hii unatutakia mazuri. Ukitembea na sisi, ukitengeneza urafiki, unasema hata siku yenu itakuja. Na sisi kama tuko hapa tutakushika mkono. Hila nafasi uko nayo upande ile. Wakati ukifika, tukiangalia macho yetu, inaweza tupa mahali huko, na pia wetu wakiwa hapa mbele, ukikuja hapa nyuma utapata hiyo nafasi. Mungu akubariki sana. Mheshimiwa Wetangula, Mheshimiwa Ichung'wah kwa utaratibu ndiye atakulete. Mimi ni kusema kama wewe number 3 in command, the best you can do for us ni kushikanisha Western. There should be always a starting point. Mnaweza kuwa wazuri, mnaweza kuwa wabaya, nyinyi wetu wenye mko hapo mheshimiwa, wote wale wako juu kwa serikali, hatuna mwingine, nyinyi ndio tuko nao. Na ndio maana mimi husema watu wetu, leadership is nurtured, leadership is respected, and leadership is protected. Tushika waheshimiwa wetu wakubwa, alafu tutasonga mbele. Kwa hayo machache na kunyenyekea, kwa sababu mimi ninapatizwa kuwa mbunge National Assembly, Ichung'wah kama mkubwa wangu, inasema kwamba nukuru kama hanini woke na ihenya woke haha walila andu maneno mengi mno. Karibu sana, Mungu akubariki. Makofi ya Mheshimiwa Ichung'wah. Karibu sana wanyi. Asante.
Asante sana.